Jamani ya radio. Mimi kwa majina yangu naitwa Juma Echopo, mtoto wa Sanga. Ni mfanyakazi wa Radio Mdabulo kwa idara ya maji. Lakini pia najishughulisha na sanaa. Kwa hiyo inayofuata ni nyimbo yangu. Kwa hiyo tutaisikiliza kwa pamoja. DJ. Moto kuja bora useme, niwaze mingine bora useme, sasa yanapita bora useme tu, nifanye vingine bora useme. Nimeahirisha mambo yangu kibao, kajipingilisha mapishi ya mwambao, fanya uhakika wake na wanao, usije kasita we mwana wewe. Moto kuja na pigi ya Fatuma, nakapenda katoto kajituma. Mama, karibu ndani ya uwanja. Yeah.
Jamani, wapi radio moto? Radio moto. Geuke jirani yako mwambie hapa bado. Hapo unajambia geuke jirani, usikae geuke jirani mwambie hapa. Yaani tunaanza tu. Asante tuko rasmi na wageni waalikwa wote tuliopo katika ukumbi huu, lakini watumishi wenzangu wote wa radio. Sasa nimkaribishe naye kwa ufupi sana mwenyekiti wetu wa bodi kama analo. Hii yote tunaenda ku summary, mwishoni tunafunga. Karibu. Asante ndugu mkurugenzi ambaye ndio mwenyekiti wa kikao hiki, ndugu waratibu, ndugu wenyekiti wa bodi na ndugu watumishi wote. Mimi nilipokuwa namwangalia Raki ni kama nimaliza yote. Hata mkurugenzi hutakuwa na maneno mengi, sio? Namaliza yote. Isipokuwa nichukue nafasi kuwashukuru sana watendaji wetu. Kila sehemu akienda wanaitumia sana Raki. Hilo ni neno la kwanza. Lakini la pili, kuwapongeza sana kutushirikisha sisi wajumbe wa bodi. Kwa sababu yote yakifanyika na nyie, sifa inakuja kwenye bodi. Mambo yote yakifika kwenu lazima yalete kwenu. Nilikuwa naangalia zile changamoto ambazo ameainisha mkurugenzi, ambazo ameandika HR. Ni kwa vyote vile lazima zifike kwenye bodi. Hakuna kitu ambacho kitafanyika kwenu bila bodi kujua. Na bahati nzuri umefanya la maana kutupawisha kitu kwa chini, ili tutakapokuwa kwenye bodi tuweze kusemea vizuri. Sisi kama bodi huwa tunaangalia mambo kadhaa kama ifuatavyo, ambayo yanakuwa lazima yapitishwe na bodi. Kwanza tunaangalia mipango shirikishi pamoja na kuibua vipaumbele. La pili, tunaweza kuangalia kama wajumbe wa bodi, tunaangalia usimamizi wa fedha na matumizi. Kama wajumbe wa bodi tunaangalia usimamizi wa utendaji. Kama wajumbe wa bodi tunaangalia na ufanisi wa kazi, kwa sababu unaweza kuwa unafanya kazi huku unashughulika na unachoka hata kuchoka. Sasa leo hii umetushirikisha na ndugu Laki tulimpitisha kwenye bodi asaidie mambo kama haya mkurugenzi, ila kupunguzie kuhangaika sana. Lakini nilikuwa nasema kwamba kwenye kikao hiki kuna vitu vya kuzungumzia, kwa sababu mkurugenzi, kuna masuala ya vikao. Vikao vyote vinatakiwa vipitishwe na bodi. Kwa hiyo vikifanyika vingine lazima iwe ruksa kwa mkurugenzi, kwa sababu kesho na kesho kutwa viko kwenye bodi nitakuuliza, mlifanya vikao hivi, bodi ilijua nini? Nafahamu kuna bodi vya vituo vyote kwenye ratiba kwenye bodi inajua. Kuna vikao vya management mnafanya kila Jumatatu, nyingine Jumatatu. Bodi kama bodi inajua. Lakini kama kuna bodi, kuna vikao vingine vinaongezwa, mimi kama mwenyekiti bodi Tanzania sina. Kwa hiyo na sisi wajumbe tulikuwa tunaongezana kwa vikao vingine vyote kuanzia leo. Bodi naomba ijue kwa vituo vyote. Kama vingine vinafanyika, basi fanyika kwa idhini yako na bodi iwe inapatikana. Hiyo ni kwa upande wa bodi. Kwa sababu wakati wa kutenda, hata mngeitisha vikao 100, mimi siwezi kuwazuia. Tutapambana kwenye vikao. Ulifanya kwa idhini ya nani? Lakini tunapokutana hapa lazima tunahusia kwamba kuna masuala ya ukimwi. Sasa nikilisema tuonekane nimetukana. Naomba niwaambie kwa maandishi, ili tuzingatie tutakapokuwa tunaondoka, kila mtu azingatie haya. Ni namna gani tunaweza kupambana na masuala nini? Sasa nasoma kama ifuatavyo. Tunawezaje kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi? Haya tu ni baadhi tu ya mambo ambayo tunapaswa kuzingatia ili kujiepusha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tunaanza na A, maana yake acha ngono. B, badili tabia. C, chukua tahadhari. D, dumu na mpenzi mmoja mwaminifu aliyepima. E, viko mbili. Epusha vishawishi. Endelea kusema hapana. F, fikiri mara mbili kabla kufanya ngono.
G, bongo na vilemu vingine vinaathiri uwezo wa maamuzi. H, hakuna utakachopungukiwa kwa kuacha kujamiana. I, ishi kwa matumaini kama umekwisha kuambukizwa. J7, jitambue, jipende, jiheshimu, jilinde, jidhibiti, jiamini, jithamini. K, kondomu itakukinga. L, leo raha, kesho kara. M, mapenzi si lazima mjamiane. N, nenda kapime virusi vya nini? Vya ukimwi. O, ondoa woga, pima. P, punguza tamaa. R, rizika na uliye naye. S, sindano zilizochemshwa usichangie. T, 3, tulia, tafakari, thamini maisha yako. U, usichangie vifaa vyenye ncha kali. V, virusi havichagui. Maana ongea mnaangalia huyu mnene ndio hana. Huyu mwembamba ndio amebeba vyote. W, wewe ndiye mmiliki wa mwili wako. X, ya nini kuburuzwa? Yai, zoa ni hatari. Mheshimiwa Mkurugenzi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kusikiliza. RDO, fanya kazi, hudumia, jitoe, acha alama, anza sasa. Basi tukae. Nina mambo mawili. La kwanza ni kuwapongeza waheshimiwa wajumbe wa bodi. Haya mnayoyaona yanatokana na kazi za watendaji hao. Kwa kweli nina kila sababu ya kuwapongeza kama mkurugenzi. Nimekuwa nikipika kwenye vituo vyenu na wakuta mpolize. Mnastahili kabisa kupata pongezi na kushereheka siku hii ambayo sisi kama RDO tukaona ni busara kuwa pamoja, kula chakula kwa pamoja ili kutambua mchango wenu ndani ya RDO. Kwa hivyo kama mkurugenzi napenda kuwashukuru sana na kuwapongeza sana wote kwa pamoja. La pili, ningependa kuwaletea salamu nyingi kutoka kwa wafadhili. Wafadhili wanatambua siku hii ya leo, na tumekuwa tukiwasiliana. Jioni nilipiga simu kutambua kama wana uwezo wa kuwa na ujumbe wowote kwetu sisi kama watendaji. Simu iliyotoka Austria, wakiwemo akina Michael ambao wako wanaendelea na majukumu mengine, wametutakia heri nyingi sana kwa sikukuu hii ya leo ya wafanyakazi wa RDO. Lakini kubwa zaidi ambalo ufadhili umeweza kuahidi ni kwamba mambo yote yanayohusiana na machinery, manunuzi yoyote yanayohusiana na investment, pamoja na mishahara inayohusiana na contractuals, wafadhili watatoa. Kwa hiyo hili tena wamesema liko ndani ya uwezo wetu. Kwa hivi tutembee tu kifua mbele kwamba wafadhili wanatambua mchango wetu na bado wako na sisi. Kwa hiyo yale ambayo mmeyasema huku tutajaribu kuyajadili pamoja na management, tutaipeleka kwa bodi pamoja na dona. Yale yanayohusiana na investment, wafadhili wako tayari kuendelea kutusaidia. Lakini kubwa zaidi, Lucky ameshaeleza kwamba mimi kama mkurugenzi nimeanza sasa kutengeneza channel zingine nje ya wafadhili, katika maana ya
tunao wadau wenye fedha wanaotoka hapa hapa nchini. Manake tunachokizalisha kiende kwa mlaji, ila kiwe bora. Lakini nyingine, hata kutafuta ufadhili wa watu wengine kutoka maeneo mengine. Tumeanza na wenzetu wa Njombe, bila shaka Mizinga Hub wamesha experience. Tulituma timu imeenda huko na tumetengeneza partnership, tumesupply mizinga. Lakini kubwa zaidi ni hili ambalo tunatarajia kupata milioni 300. Hayo ni hizo ni juhudi za kijana wetu ambaye yuko ndani ya idara yetu. Lakini kubwa jingine ni focus ya kwenye kilimo. Tumekuwa tukiwasiliana na Field for Future, tayari tumetengeneza proposal kwa kupitia mradi wa Kinyambulo. Maana yake huenda tukapata funds pia ambazo zitaweza kufacilitate. Hizo ni nje ya wafadhili. Zikija, maana yake tuna uwezo wa kuzili channel upande mwingine, ikaongeza pato letu na miradi mingine. Kubwa zaidi ni waombe ushirikiano. Hiki mlichokifanya kilikuwa ni muhimu sana, kutoa na kutoa yale yaliyoko moyoni. Nimesikiliza hii risala, naomba niwaahidi, kwa sababu tumeeleza zile changamoto zinatoka kutoka kwenye kituo kipi. Kwa hiyo mimi na watendaji, baada ya kupeleka kwa bodi, tutakuja kwenye kila kituo kuweza kujibia haya. Kwa hiyo muamini kwamba yamefika eneo salama. Haya ambayo tumejadili bado hayajapita bodi. Kwa hiyo yakishapitishwa ndani ya bodi, manake mimi kama mkurugenzi nina wajibu wa kufika sasa kwenu na kuwaletea majawabu. Lakini yako ambayo yataanza utekelezaji hata kuanzia sasa hivi. Hii ni washue kama ongezeko la mishahara hili hatuwezi kufanya lamsam kwa pamoja. Manake lazima kuangalia kienge kuna nini, lazima kuangalia utendaji, mtu anajituma kwa mtindo gani na kadhalika. Tutaanza kuongezea walau percent ndogo ili mambo yaweze kwenda. Natambua maisha ni magumu, na wenzetu serikalini rais ameshaongeza kitu fulani. Tunapambana na sisi kama private sector ili kama kutakuwa na uwezekano waweze kupunguza kodi. Wakipunguza kodi kwenye private sector, maana yake kile kiasi utakachokuwa unapokea kitakuwa na thamani zaidi, kwa sababu ile pesa ambayo ingetakiwa kwenda serikalini inabaki. Kwa hiyo hilo kama ofisi inaendelea kulifanyia kazi. Lakini nitoe pia maombi. Nataka hili tulilolifanya leo liwe endelevu. RDO ifanye kwa kupitia mawazo yenu, bila kusahau malengo na makusudi ya uwepo wa RDO.